Iran imethibitisha kuwa imefikia makubaliano ya kusitisha mapigano na Israeli, huku ikikanusha vikali ripoti ambazo zimeenea katika vyombo vya habari vya kimataifa zikidai kwamba kulikuwa na mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa dhidi ya maeneo ya Israeli. Taarifa hii imekuja wakati ambapo jumuiya ya kimataifa imekuwa ikifuatilia kwa karibu mvutano unaoendelea kati ya mataifa hayo mawili, ambayo kwa miongo kadhaa yamekuwa na uhasama wa wazi na wa mara kwa mara. Iran imeeleza kuwa ripoti hizo za mashambulizi ni za uongo na zinalenga kuchochea taharuki na kuliharibu jina la taifa hilo katika medani ya kimataifa. Katika taarifa iliyotolewa na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, ilibainishwa kuwa makubaliano hayo ya kusitisha mapigano yamefikiwa kwa njia ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja, yaliyofanikishwa kwa msaada wa mataifa ya tatu yanayojihusisha kama wapatanishi, hasa Katari na Oman. Ingawa masharti ya usitishaji mapigano hayajawekwa wazi kwa umma, inaelezwa kuwa makubaliano hayo yanajumuisha ahadi ya pande zote mbili kujizuia kuanzisha mashambulizi mapya na badala yake kuzingatia njia za kidiplomasia katika kushughulikia tofauti zao. Hatua hii imepokelewa kwa hisia tofauti katika maeneo mbalimbali. Wakati baadhi ya mataifa ya Kiarabu na jumuiya ya kimataifa, ikiwemo Umoja wa Mataifa, yamesifu hatua hiyo kuwa ni ishara ya mwelekeo mpya wa kidiplomasia na matumaini ya kupunguza uhasama wa kikanda, upande wa Israel haujatoa kauli ya moja kwa moja kuthibitisha au kukanusha makubaliano hayo. Hata hivyo, duru kutoka ndani ya jeshi la Israel zinasema kuwa kumekuwa na amri ya ndani ya kujizuia na kwamba majeshi yamewekwa katika hali ya tahadhari, lakini sio kushambulia. Kwa upande wake, Iran imeendelea kusisitiza kuwa haijawahi kuanzisha mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya Israel katika siku za karibuni na kwamba madai yanayoenezwa kuwa imehusika na mashambulizi ya makombora au ya angani ni sehemu ya kampeni ya upotoshaji inayoendeshwa na mahasimu wake ili kuhalalisha hatua za kijeshi au vikwazo vya kiuchumi dhidi yake. Iran inadai kuwa ripoti hizo zimekuwa zikitumika kama mbinu ya kutengeneza uhalali wa kisiasa na kijeshi wa hatua kali dhidi ya taifa hilo, hasa kutoka kwa washirika wa Israel. Katika muktadha wa kijamii na wa kisiasa, tangazo hili la usitishaji mapigano linaweza kuashiria mabadiliko ya mkakati katika siasa za eneo la Mashariki ya Kati, ambapo Iran na Israel wamekuwa wakishiriki kwa njia ya moja kwa moja au kupitia kwa vikundi vya kivita vinavyoungwa mkono na kila upande. Iran kwa muda mrefu imekuwa ikiunga mkono makundi kama Hezbollah nchini Lebanon na Hamas katika ukanda wa Gaza, ambayo mara nyingi yamekuwa yakitajwa kuwa chanzo cha mvutano kati ya Israel na mataifa ya Kiislamu. Vilevile, kuna hali ya ukakasi inayoonekana miongoni mwa wadau wa kisiasa ndani ya Iran, ambapo baadhi ya wahafidhina wanapinga vikali hatua yoyote ya kuketi meza moja ya mazungumzo na Israel au hata kukubali usitishaji mapigano. Kwao, hatua hiyo ni udhaifu wa kisiasa na usaliti wa misimamo ya kidini na ya mapambano. Hata hivyo, upande wa serikali unasisitiza kuwa diplomasia ni njia bora zaidi ya kulinda maslahi ya kitaifa na kuzuia athari mbaya zaidi, hasa ikizingatiwa vikwazo vya kiuchumi na matatizo ya ndani yanayokabili Iran. Ripoti za mashambulizi zilizotajwa kuwa za kutungwa na Iran zinaonekana kuwa sehemu ya vita vya habari vinavyoshamiri katika enzi hii ya kidijitali. Kwa kutumia mitandao ya kijamii, vyombo vya habari vya kimataifa na mashirika ya propaganda, taarifa nyingi zimekuwa zikiibuka zikiwa na maudhui yanayokinzana, huku kila upande ukitafuta kuonesha kuwa una uhalali wa kisiasa, kimaadili na kijeshi. Iran, kwa upande wake, inadai kuwa baadhi ya picha, video na ushahidi wa mashambulizi ni wa kubuni au umetolewa bila muktadha sahihi. Aidha, inasisitiza kuwa usalama wake wa kitaifa uko imara na haijashambuliwa. Wachambuzi wa kimataifa wanabainisha kuwa hali ya mvutano kati ya Iran na Israel imekuwa ikiongezeka kwa kasi katika miaka ya karibuni, hasa kufuatia mabadiliko ya kiusalama na kisiasa ndani ya Syria, Lebanon na Yemen, ambapo nguvu za pande hizo zimekuwa zikigongana kwa njia zisizo za moja kwa moja. Usitishaji huu wa mapigano unaweza kuwa ni nafasi muhimu ya kupunguza uhasama huo, lakini wengi wanahoji iwapo ni hatua ya muda mfupi au ishara ya mwelekeo wa kweli wa kutafuta suluhu ya kudumu. Aidha, mazingira ya kisiasa duniani, ikiwa ni pamoja na msimamo wa Marekani na mataifa ya Ulaya juu ya mzozo huu, yana nafasi kubwa katika kuathiri mafanikio au kushindwa kwa usitishaji huu wa mapigano. Marekani, kama mshirika wa karibu wa Israel, imekuwa na msimamo mkali dhidi ya Irani, hasa kuhusu mpango wake wa nyuklia. Hata hivyo, katika siku za karibuni, kumekuwa na ishara ndogo za kutafuta njia za kidiplomasia, ikiwemo kurejea kwenye makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015. Kama usitishaji huu wa mapigano utafanikiwa, huenda ukawa msingi wa majadiliano mapya baina ya Iran na mataifa ya Magharibi. Mchambuzi mmoja wa masuala ya Mashariki ya Kati kutoka Chuo Kikuu cha Tehran anasema kuwa
Hatua hii ya Iran inaweza kuonekana kama jaribio la kuboresha taswira yake ya kimataifa, ambayo kwa muda mrefu imechafuka kutokana na tuhuma mbalimbali za kuhusika na ugaidi na kuendeleza mashirika ya wanamgambo. Anabainisha kuwa Iran inahitaji muda wa utulivu ili kuimarisha uchumi wake, ambao umekuwa ukikumbwa na mfumuko wa bei, ukosefu wa ajira na maandamano ya mara kwa mara ya wananchi wanaopinga hali ngumu ya maisha. Hata hivyo, kuna tahadhari kubwa kwamba usitishaji huu wa mapigano unaweza kuvunjika kwa haraka endapo kutatokea tukio lolote la kichochezi, kama vile shambulio la kuvuka mipaka au kauli kali kutoka kwa viongozi wa kisiasa wa pande yoyote. Kuwepo kwa makundi yenye misimamo mikali na wasiounga mkono diplomasia kunaweza kuwa tishio kwa utulivu huu mpya unaojitokeza. Hali hii inafanya wajibu wa jumuiya ya kimataifa kuwa mkubwa zaidi katika kusimamia na kuhamasisha pande zote kuendeleza mazungumzo badala ya kurudi vitani. Iran, kupitia vyombo vyake vya habari vya serikali, imeendelea kutoa wito kwa mataifa ya Kiarabu na ya Kiislamu kuunga mkono juhudi za kisiasa na kuacha kutoa msaada kwa hatua za kijeshi au sera zinazochochea mivutano. Inasisitiza kuwa mapambano ya ukombozi wa Palestina hayawezi kufanikishwa kwa njia za vurugu pekee, bali kupitia mikakati ya kidiplomasia na ushikamano wa kimataifa dhidi ya kile wanachokiita ubabe wa Israel. Kwa kuzingatia hali ya sasa, ni wazi kuwa usitishaji huu wa mapigano ni hatua ya maana katika siasa za Mashariki ya Kati. Hata hivyo, mafanikio ya hatua hii yatategemea utashi wa kweli wa pande zote, ufuatiliaji wa kimataifa na uwezo wa udhibiti taarifa potofu zinazoweza kuchochea uhasama mpya. Iran, kwa upande wake, inataka kuonekana kuwa taifa linalotafuta suluhu, huku ikitetea usalama wake na maslahi yake ya kikanda, huku Israel nayo ikiwa katika mchakato wa kujitathmini kisiasa na kijeshi kutokana na shinikizo la ndani na nje. Katika kipindi cha miezi ijayo, macho ya dunia yataelekezwa Mashariki ya Kati, yakifuatilia kama kweli usitishaji huu wa mapigano utakuwa mwanzo wa zama mpya za diplomasia, au kama ni kimya cha muda kabla ya mvua kubwa ya kisiasa na kijeshi kurudi tena.